السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Baadakum himidu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehema na amani mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Tupo katika kuelezana masala mbalimbali ya dini yetu, na siku yetu hii ya leo Alhamis huwa tukisomeana masala ya fiqhu tahawulat, fiqhi au kujua mabadiliko mbalimbali ya zama na nyakati, ili kuiprotect imani yetu, kuihifadhi na kuitunza imani yetu isije ikatetereka kwa zile fitna ambazo zinatokea na kutupitia katika maisha ya kila siku. Na tupo katika kueleza alamatu saati alwusta, alama za kiyama za kati na kati, na kama tulivyobainisha kwamba hazina maana ya ule ukubwa, ile volume ilivyo, kwamba hii ikitajwa sughra maana yake ndogo, ile wusta maana yake ya kati na kati, ikitajwa kubra maana yake ndio kubwa zaidi. Hizi zimeitwa namna hii, zote zina level moja katika umuhimu, katika kullu hadathun adhima, matukio makubwa, lakini imeitwa hiyo kwa sababu ya zama. Time iliyokuwa kabla kuja mtume sasa inaitwa alamatu saati sura, baada ya kutumizwa mtume sallallahu alaihi wasallam na kuondoka na kufa na kadha inaitwa alamatul wusta. Kisha baadaye yakitokea yale majanga makubwa mwishoni, ndo dunia imemalizika, inaitwa alamatul kubra. Na tulijaliwa kufika mpaka alama ya 9 ambao umewekwa Safain, vita vya Safain, na tukaelezea kwa uchache dhuhurul khawarij. Lakini imekuja talab, imekuja ombi kwa baadhi ya wenzetu tunaosikiza darasa hizi, akisema bwana, hawa makhawariji sisi hatujawafahamu vizuri, baadhi yetu hatuna ability au uwezo wa kusoma vitabu na nini. Mamaji ukatuelezea kidogo kwa namna ya kuwafahamu, ili tujihifadhi kama ulivyokuwa umesema. Kama makusudio darasa yetu ili ni kutajiana ni matukio, ili tuweze kujua namna gani tutaweza kujihifadhi, lakini sio kwamba somo la tarehe tutakuwa soma khawarij na vitu katika tarehe al-Islam ndio tuwajue, kwa sababu makundi yote haya yameelezwa katika tarehe, namna zao, mifumo yao, kila unalijua wewe kundi limeelezwa. Kuna vitabu maalumu vimeelezea mambo kama haya, al-adyan fi al-Islam, al-firaq, vitabu mbalimbali vimeeleza. Ukitaka kumjua Ibadhi, ukitaka kumjua Shia, ukitaka kumjua si Jabaria, ukitaka kumjua Naqshbandia, ukitaka wote watu wameelezwa. Hata jamaatu tabligh wenzetu wanaokuja wote wameelezwa namna zao na mifumo yao, wanafanyaje na vipi, kwa sababu ili wewe ujue ni mmoja katika nani ya hao. Sasa sikuona baya zaidi, kwa sababu lengo tujikinge na kwa kutizama ile hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba hawa kullama qata nasha, kwamba kila ukikatika wanazalika wengine, maana kwamba la yantahun, kwamba hawamaliziki hawa, kila mara wapo. Kwa kuichunga hadithi kama hiyo, kwa kuiona hadithi kama hiyo, ndio tukaona kwamba basi at least tueleze chochote, ili huenda tukapata kujua zaidi. Kwa hiyo tutaeleza kwa uchache sana, kwa sababu ni jambo la kitarehe la history, ni jambo refu sana, lakini tunaweza kwa uchache kuwafahamu au khawariji ni nani. Kwanza kabisa tuwaeleze wanajulikana vipi na walianza vipi. Al-Khawarij ni jamu ya kharij katika lugha ya Kiarabu. Kharij ni mtu ambaye aliotoka katika lugha, kharaja yakhruju kharijan, kharaja yakhruju khurujun kharijan, namna hiyo kwamba aliotoka mtu, lakini jamu yake inakuwa ni al-Khawarij, kwa maana kwamba hawa ni kina nani? Ni firqatun, hawa ni kikundi fi sadr al-Islam, wakati mwanzo Uislamu unaanza,
ndio walipatikana. Ni kikundi kilipatikana mwanzo wa Uislamu, hawa Khawarij, kwa kuwa kharajat ala al-Imam Ali ibn Abi Talib radhiallahu anhu, walitoka manake na kuacha, yeye ni waliul amri Tamiyo, ni kiongozi, ni amirul mu'minina, wakaachana na ajenda zake na mifumo yake, wakaamua wajitenge wao na mambo yao. Ndio maana wakaitwa nini? Al-Khawarij, kwa kuwa walikuwa wengi wakaitwa Khawarij. Ingekuwa mmoja angeitwa Kharij, mwenye kutoka tu, lakini wengi kwa sababu Khawarij, wenye kutoka. Kharajat ala manhaji wa nidham Imam Ali karramallahu wajha, wa kafarat almuslimina bidhunub, na wakawakufurisha waislamu wote wa kufanya dhambi tu. Yani manake kana kwamba sijui manake tuseme vipi kwa ufahamu wa kawaida, wakati Mtume sasa anatuambia kullukum khata wa khairu khata'ina at-tawwabun, nyote nyinyi ni wenye kukosea na bora wenye kukosea ni wale ambao wenye kurejea kwa Mola wao. Sasa anapokuja mtu anakuambia kwamba yukafiru almuslimina bidhunub, wanawakufurisha Waislamu kwa kutenda dhambi tu, wanawakufurisha, maana anakuwa kafiri, kharaja min anil milla, anakuwa ametoka katika Uislamu. Maana hao sio watu wa kawaida, hao ni watu firqatu shaitania al-Khawarij. Kwa hiyo haja na siku wajua ili tusije kunasa na hawa kawaida. Kama nilivyosema, si kwamba kama tunavyoona kuna kikundi maalum kitakibada salafia, si sufia watakuwepo hivi kwamba tunawajua wako wapi. Hawa wanakuwa kuna element fulani, yani kuna isharati fulani au sifa fulani wanakuwa wamezibeba, na si lazima zipatikane zote, si lazima zipatikane zote. Anaweza mtu ana mambo mazuri lakini sifa hii yako nayo, kama vile alipoambiwa yule sahaba mkanyaga nani na Bilal bin Rabah, akaambiwa fika shay'un jahiliya. Na Mtume SAW alikuwa akisema na mara nyingi kwa masahaba zake, wakifanya kosa anamwambia kuna kitu cha ujahili, kwa kaambi kwamba umefanya vibaya na nini, akakwambia fika shay'un jahiliya, kwa kwamba kitu kile hakifai. Kwa na hawa nao wapo, lakini sio wanabeba sifa zote, wanakuwa wanabeba baadhi ya element maalumu kwamba wanazifanya. Sasa nini maana yake kueleza na kuzisema? Tuziavoid hizi, tuziepuke, kwa sababu zisije kutuingiza kwenye hatari. Kwa hiyo hawa kafarat almuslimina bidhunub, Khawarij ni firqatun, ni kikundi kilidhihirika kipindi hicho, kwa sababu umetoka katika mfumo na nidhamu ya Imam Ali. Alikuwa amirul mu'minin time hiyo katika khulafa ar-rashidin, makhalifa wetu wale ambao Mtume sasa akasema alaikum bi sunnati khulafa ar-rashidin. Ipo riwaya ambao kwamba iko riwaya nyingine alaikum sunnati wa itrati, hiyo inajulikana, lakini khulafa ar-rashidin ipo riwaya pia kwa makhalifa walioongoka, waongozi tuwashike. Sasa huyu amirul mu'minina alipoona watu waende na ajenda zake, wamejitoa, ndio wanaitwa Khawarij. Kwa hiyo wanawakufurisha Waislamu kwa kufanya dhambi, kisha wastahalat dima'ahum, na wakafanya ni halali damu zao. Kwa sababu gani? Wameenda kinyume na fikra zao. Wad'at anna al-haqqa ma'aha duna ghayriha, waddaha hapo pa kuzingatia, na wakawa wamejiwekea madai anna al-haqqa, kwamba haki ule usahihi ulivyo, maa wako na wao tu Makhawarij, duna ghairiha, si mtu mwingine hako sawa. Sasa ndio pale utaona kwanza ulama ambao musifun wanaeleza masala kwamba ni ufahamu wangu ni 1 2 3, lakini kada ukhti huenda nikakosea, akaja ufahamu mwingine, kwa wanarudi wajilazimisha idha sahha alhadith fa huwa madhhabi, kullu qawlin yu'khadhu yuradu ila sahib hadha alqabri, namna tofauti na maneno yosema. Hao ndio nini Khawarij katika kuwafahamu. Sasa kwa nini wameitwa jina hili? Kwa nini wameitwa hawa ni Makhawarij? Kama tulivyosema, likhurujihim ala imam muslimin. Kuna kauli inasema kwamba kuwa define kwa uwaziwazi kwamba so umetoka katika nidhamu na mwongozo wa amirul mu'minin Sayyidina Ali. Kuna kauli maulama pia wamedefine kwamba hawa si kutoka kwake tu, pia khuruju ma'an jama'ati muslimin, wao wametoka pia na jamaa nini ya Waislamu, yani kana kwamba wamejitengea mambo wao tofauti na Waislamu. Jamaati muslimin wametoka, na ni kweli ukiangalia kumkufurisha mtu kwa dhambi, wakati dhambi inathibitisha na Qur'ani kwamba sote tunafanya dhambi.
Wale wacha Mungu walisifiwa vipi? Katika surati an-Najm wakaambiwa kwamba alladhina yajtanibuna al-kaba'ira illa al-lamam, alladhina yajtanibuna al-kaba'ira illa al-lamam, wale wacha Mungu walikuwa sawa wanajiepusha na madhambi makubwa kubwa isipokuwa al-lamam, madhambi lakini madogo madogo. Hasa ukija kusema kwamba wewe tunakukufurisha kwa sababu umefanya dhambi, maana yake hiyo ni against na principles za Uislamu, iko kinyume kabisa na zile kanuni zilizoweka Uislamu. Kwa hiyo hapa pia wanajulikana kwamba ni khuruju an jama'ati almuslimin, kwa maana kwamba wao wanawakufusha watu, kumbe wao wenyewe ndio makafiri, hawafai kuwa katika hali salama. Sifa zao, ukitaka kuwajua makhawariji sifa zao utawajua vipi? Sifa zao kwanza, wanakuwa na ghulu fi din. Ghulu fi din maana yake ile kupitiliza mpaka, ghulu fi din yani maana yake jambo liko kawaida katika dini, basi wao wanalifanyia shida mpaka linakuwa gumu, linashindikana katika jamii. Al-ghulu fi din, kupitiliza moja kwa moja, maana kwamba yani manake inafikia mahala anaweza mtu akabatilisha lile jambo lilokuwa sahihi. Na hapo watu wanaingia kwamba sasa bwana, ukitoswali bwana eneo fulani au tupokuwa na shekhe fulani, yani wewe dini yako mapungufu kabisa. Wako watu wanafikia hiyo, inaitwa ghulu. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akatokea kama alivyofanya ghulu Nasara kwa kumpenda Nabii Isa mpaka akamuita Mungu, wakati vitabu vyao au kitabu chetu ambayo Injili ambayo wanaita ni Bible inakataa kwamba yule sio Mungu. Sasa ile ghulu ndio mtu sasa akasema qulu Abdullah Rasulullah, semeni kwamba mimi ni nini, ni mja wa Mwenyezi Mungu na Rasulullah, wala msifanye kama itrat an-nasara na usifu wale manasara kuwasifu nini mitume yao mpaka kuwafanya Mungu. Sasa hii inaitwa ni ghulu, unakuwa unapitiliza, kila kitu kina eneo lake. Hiyo ndio sifa yao ya kwanza. Sifa yao ya pili, suu fahmi nusus, wanakuwa na ufahamu wa zile nas Qur'an na hadithi, ufahamu mbaya. Suu fahmi nusus, wanakuwa na ufahamu mbaya. Na kivipi ufahamu mbaya? Kwa sababu wametengenezewa cycle, wametengenezewa kiduara kwamba hufai kusoma elimu hii ili wafikie katika huo upumbavu. Kwa sababu hizi ilmu zilikuwa kutoka mwenye Mtume sallallahu alaihi wasallam, masahaba pia. Ndio maana ilikuwa ikishuka aya au ikielezwa jambo na Mtume sasa katika maelezo watu wana react katika namna ya hali ya juu. Yule sahaba alipoambiwa kwamba alipoliza matasaa, Mtume sasa ana hutuba kuuliza kiyama ni lini, akamwambia madha adatta la, umejiandalia nini kiyama? Akasema hubbullah wa rasul, basi kumpenda Mwenyezi Mungu na mtume wake. Mtume akasemaje? Almar'u ma man ahabba. Yule sahaba alitoka spidi kwa furaha, kwamba mtu atafuliwa au atakuwa mmoja yule anayompenda. Ile reaction ambayo iliyotokea kwa ile raha ya kujibiwa, ile raha ya kujibiwa. Kwa hiyo ikawa yeye katika ile ufahamu wake wa nususu ni salika, ni jambo la kitabia. Iliposhuka tu idha jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi afwaja, wasahaba baadhi wanalia, yani ile nature, kwa sababu lugha ya Kiarabu wanaifahamu zaidi. Sasa kwa kuwa Uislamu unakwenda, wanaochukua Uislamu pia sio wale Waarabu tu, pia kuna makabila mengine, huenda wakabadilisha mafuhumu, ndo zikaambiwa hizi elimu ziandikwe ili kuprotect yale mafuhumu yasije kuharibiwa. Kwa kwamba kumbe idha jaa hapa inaonyesha kwamba idha iktamala shay'un naqas, kwa zile elimu kuandikwa na sisi tunataka kujua kumbe kitu kishakamilika, maana kinapungua. Ndio maana iliposhuka hii aya wakaanza kulia, maswala wajua mtume tumemkosa tena, shughuli yake kashamaliza.
Yani hivi ndio walikuwa wakifahamu wenzetu, zikaandikwa zile ilmu. Sasa ili wafikie katika hii ufahamu wa nafsi, ndio tukasema kwa jana wakati tunasoma huko matukio haya kwamba wanachukua aya zilizoshushwa kwa ajili ya makafiri, wanawapa Waislamu zao ili wawaue, ili wachukue damu zao, ili wawavunjie heshima. Wako namna hiyo. Sasa sifa yao ya pili ni suu fahmi nusus, ufahamu mbaya wa nas. Nas inataka hivi, akwambia hapana. Mtume sasa anakuambia udhakirukum fi ahli baiti, wanakuambia ahli mu'minun wote, sio watu wa nyumbani kwake tu. Mtume sasa nakukumbusheni watu wangu wa nyumbani hawa, wanakuja na zile yani suu fahmi katika majambo. La as'alukum ajran in ajriya ila Allah, katika aya nyingine illa almawaddata fil qurba. Watuambia qurba hapa ni kufanya matendo ya khairi, sio qurba kwamba family ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Fahamu nusus, kwa sababu katika kufahamu Qur'ani Mtume ndio amefasiri. Ziko riwaya ambazo sahihi zimeonyesha hilo na hili. Ama kutalifiana kufahamu, hatuna ugomvi, maana wewe umefahamu hiyo, umefahamu hivi. Lakini ile kungangania kwamba wewe ufahamu wako ndio sahihi, inaitwa nini? Suu fahmi nusus, kuzifahamu nafsi kwa namna mbaya. Sifa yao ya tatu, takfirul muslimina bil maasi, kuwakufurisha Waislamu kwa kufanya jambo la maasi. Mtu akifanya maasi, huyo amefanya utovu wa adabu, maana yake anatakiwa atubie kwa Mwenyezi Mungu, lakini sio kama ndio sio Muislamu. Kuna madhambi ukifanya ndio unakuwa si Muislamu, kumshirikisha Mwenyezi Mungu. Lakini sio kama mtu ameteleza, labda amesema neno baya, amepitiliza kuswali swala, hawezi kama bwana wewe umetoka katika mila, lakini ndio wanaposhikia. Na sifa ya tatu, al-ibadatu ma'al jahli wal hawa, kufanya ibada pamoja na nini? Ujinga. Hawajui ile ibada wanayoifanya. Ile ibada wanayoifanya fanyaje? Hawajui. Tupate gesikio hapo, wal hawa, na kutamania matamanio yao. Ndio the most situation tulikuwa nayo leo. Wengi tuko hivyo, yani zile ibada zetu hata hatuna habari ya kuzijua. Na mara nyingine ikija unaanza kuleta concept zako tu za katika dini, alafu kuzo bwana mimi nimejiongeza kidogo. Sasa umejiongeza vipi katika dini? Anaomba kujiongeza. Mwingine unakuta kama kweli sijasoma, lakini hapo undanganyi. Sasa kudanganyi vipi wakati hiyo ndio haki na elimu ilivyo? Sasa hizi ni hatari, ni sifa za nini? Za hao watu nini? Makhawarij. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema katika wasifu wao, kwanza wanawaua Waislamu. Katika sifa yao ya mwisho katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, wao tabia wanaua wenzao nani? Waislamu. Qala Nabii sallallahu alaihi wasallam fi hadithi muttafaqun alayhi inda Bukhari na Muslim kwamba yaqtuluna ahla al-islam wa yad'una ahla al-awthan. Yaqtuluna ahla al-islam, wanaua Waislamu, wa yad'una ahla al-awthan, wanaacha awthan, wanaabudu masanamu. Leo kutu Waislamu imekuwa kinyume, sio ashidau ala kufar ruhama baina, basi imekuwa kinyume verse. Utakuta mtu anamchukia Muislamu hata asalamu alaykum wa rahmatullah, lakini akiwa mtu ambaye nani Muslim, oho rafiki yake na hivi mzuri nini, kwa sababu ameenda kuzuru kaburi tu. Lakini yule ambaye alikuwa kafiri katika asili, ambaye sio Muislamu, anamfurahia, anadili naye vizuri, anaenda vizuri. Leo tupo namna hiyo kwa sababu zile divine rule ambayo tumegawanyishwa ili watu waweze kutuchezea katika maisha yetu ya Kiislamu. Ikhtilafu ni jambo la rai, huyu anaweza kuwa na yake, huyu na yake, lakini at the end nahnu almuslimun wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hiyo ndio definition yao. Walitokea kipindi gani? Jambo lingine tunaweza kwamba kabla hujafikia tamio, kwa nini walitokea hawa? Yani manake limadha dhaharatil khawarij, sababu ipi iliyopelekea wadhihirike hawa makhawarij watokee? Na kila kitu kina sababu yake. Dhaharatil khawarij bisababi jahl, walidhihirika kwa sababu ya ujinga tu, kwa sababu Qur'an ndio mwongozo wetu. Sasa masahaba kuchagua watu hukumuni kwa Qur'an, kuna shida gani?
wewe wazi unaona kabisa bwana tutatulipiza sisi kisasi bwana, kauliwa bwana. Kwa hiyo kwanza bisababi aljahl wa su'ul fahm, na ufahamu mbaya, wa ghulu fi din, na kupetuka mpaka katika dini, ma dha'fi alfiqh fi maqasid alsharia, pamoja na udhaifu wa fiqh, yani utambuzi katika makusudio ya sheria. Hii sheria jamani imeletwa na Mwenyezi Mungu, kuna vitu maalum tutakuwa tufocus hapo, maqasid alsharia 5 yale. Uislamu wote, dini yetu yote inazunguka katika sehemu hiyo. Kwa hiyo kila kinacho apply hapo kinabidi kifanyiwe kazi. Hifdhu an-nafs, lazima tuisome nafsi ni nini na vitu gani na shida gani na nini. Hifdhu al-mali, kuhifadhi mali zetu, ndio tunatafuta vipi mali tuweze kuhifadhi, ima kwa dhulma au isichukue. Hifdhu al-a'rad, kuhifadhi nini, heshima zetu. Wa haluma jarra, kuni vitu vimekuja. Kuna maqasidi sharia 5, hayo makusudio 5 ya sheria ya Uislamu yamekuja kuweka mazingira yaliokuwa sawa. Sasa mtu hayajui hayo, ndio shida yake. Walisababu walitokea nani? Makhawarij. Na maulama wametuambia sababu zilo kubwa zaidi ni ile i'tirad ala tahkim. I'tirad ala tahkim, kwamba walitaka kama Kiswahili cha leo, walitaka vijana wanakuambia walitaka kiwake tu baina Muawiya na nani na Sayyidina Ali karamallahu wajha, walitaka kiende tu basi. Tahkimu hiyo haitajiki. Kwa sababu gani? Mambo yatakuwa mazuri. Ilipokuja tahkimu wakawa ndio nasema katika sababu yao kubwa sana ile i'tirad ala tahkim baina Ali wa Muawiya radhiyallahu ta'ala anhuma. Ndio sababu kubwa hawa wakafanyaje, wakaamua wajitenge. Na hii tunasema yote inaingia katika nini? Katika jahli, su'ul fahmi nusus, al-ghulu fi din. Kwa sababu watu wakigombana jamani, tushaambiwa bwana, in ta'ifatan tatalu fa aslihu bainahuma, kwamba mataifa mawili makundi yatapigana, inabidi muwafanyie sulhu, muwafanyie. Sasa kitabu chetu tunakuja, in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasuli. Kwa nini tusifanye jambo hilo likawa limepita vizuri? Awaliona hapana. Alafu wanakuwa mara nyingi wana makusudio mazuri. Sasa sifa nyingine utaona kwamba wana ile tunasema nini, rafu wa shi'ar, slogan yao, yani wao wanakuwa wanafanya la hukma illa Allah, hakuna hukumu yani isipokuwa Mwenyezi Mungu, lakini ala mafhumil khati, wanaenda katika ufahamu ambao wenye makosa. Kweli kitabullah, tutaka kitabullah rasul, nipo kwenye kitabu imesema ni Mwenyezi Mungu, nipo rasul. Sasa jamani, hichi kitabu tunachukua na sisi kimefasiriwa na mwenyewe Mtume SAW, kisha wakachukua maulama wakafasiri, na hiyo Qur'an ndio nataka tuwaheshimu maulama. Tukitatizika tuwaulize wao, leo nataka lete kitabu na sunna. Sasa kitabu na sunna ala fahmi man, juu ya ufahamu nani? Ukiniambia salafu salih, na wao pia wamekhtalifiana salafu salih, sio kwamba ni qawlan wahida katika kufahamu nusus, kwamba ni qawlan wahida basi wote salafu salih. Na ndio watu kaambia katika qaida ilmiya, la yunkaru al-mukhtalafu fiha, haukanushi wala mtu hapingi jambo ambalo lina ikhtilafu. Mwanachuoni kasema hivi, mwanachuoni kasema pote, elimu haipingwi. Inama yukhtafu al-mujma yunkaru mujma alayhi, kwamba kinachopingwa ni ile watu wote wako katika fikra moja, alafu ukatokezea ukapinga. Hiyo ndio tabia kama wa jamaa zetu hawa kina Khawarij. Watu wameshakubali bwana, hapa ifanye tahkimi, tafute namna nzuri ya kuweka sawa jambo haya, wakasema la, sisi haiwezekani kwa hivyo. Na ghulu fi takfiri wal hukm ala nas, sifa yao ya tatu katika kuwa sababu ya kwamba wao kutokeza kwao, sababu kubwa pia ilikuwa nini? Ni ile ghulu fi takfir, kupita mpaka kukufurisha watu, na hukumu ala nas, kwa hukumu watu. Leo utasikia bwana yule motoni, bwana yule kadha, yule sio Muislamu kabisa, yule mtu anamtoa mzee sio Muislamu kabisa. Kuna maneno ukitumia atheist kidogo, khurafi, mubtadi kidogo, yani kuna, lakini mtu anakuambia yule sio Muislamu bwana. Anaswali bwana sala 5, sio Muislamu yule.
ndio sawa al-hukmu ala nas, kwa hukumu watu. Na sababu nyingine waliofanya watoke ni ile taqdimu ar-ra'yi wal hawa ala fahmi sahaba, kutanguliza nini? Rai na hawa, matamanio ya nafsi katika ufahamu wa masahaba. Masahaba wamefahamu jambo, lakini wao wanatanguliza ile hawa yao, huenda lakini ikawa hivi, huenda ikawa hivi, ili hawa yao kwamba hapa itakuwa kadha wa kadha. Wao walifahamu, na zingine katika fahamu ni fitna, katika ufahamu ni nini, inakuwa ni fitna. Hata ukiangalia baina Sayyidina Aisha na Ali ilipotokea vipi katika ile nini mawqatu Jamal, utaona kwamba Sayyidina Aisha ametoka kwa ajili ya kisa cha nani, cha Uthman. Sayyidina Ali amekaa kwa sababu aliambiwa na Mtume itatokea kati yako wewe na Aisha kitu. Akamwambia, ya Rasulullah, mimi nitakuwa mbaya kipindi hicho, nitakuwa asi, mimi nigombane na Aisha. Akasema naam. Sasa unanishauri fanya nini? Anasema jitahidi Ali ufanye mpaka Aisha afanyaje, arudi kwenye line. Kwa hiyo ndio maana alimwacha. Watu Ali hayuko sawa, ndio katokea sababu kubwa kuonekana sasa Aisha hana maana. Wakati hawa walikuwa nafahamu zile ambazo zimejenga katika good intention, nia nzuri, kama ninavyokuwa nabainisha siku zote. Hakuwa kwamba ni yao mbaya, ni fitna imeingizwa, wagombano wao kwa wao. Na sisi leo tunaenda kuwa define, tunaanza kuwa hukumu, huyu atakuwa hivi, huyu atakuwa sahihi, sio sahihi. Hapo ndo tuna hatari tunapoianzia kuileta. Sisi tukaingia katika athari za neno za kina makhawarij. Kwa wao walikuwa watanguliza rai, fikra yake. Bali unaona kabisa alikuwa bwana au khalifa wa kwanza bwana Ali. Wewe unaona kabisa kwa sababu gani? Kamwambia bwana, anta bimanzilati Haruna, yani anaambiwa Sayyidina Ali kwa sababu alikuwa na hadithi, wewe bwana kwa manzila ya Haruna, mimi kwangu mimi. Kwa hiyo inaonyesha kabisa akifa mtume awe huyu, lakini hakuna ishara hiyo katika hadithi na riwaya. Hamesha ile ni kama kumpa ukaribu, kumsogeza mtume kwamba daraja yake iko vipi. Sayyidina Abubakar radhiallahu anhu alipokuwa mtume hajiwezi, kakataa kuswali, mtume kamonyesha ukali, tangulia uswalishe watu, yeye hawezi, akawa ameshuka mikono, kakaa nyuma. Maka Sayyidina Abubakar sasa, kefa uswali wa rasul wa ra'i, vipi nitaswalisha na mtume yuko nyuma yangu? Hii ni kaida ya wanafunzi na shekhe wanapokuwa, anakuwa na hofu ile vipi. Na mpaka baba yake nini, Sita Aisha akamtetea baba yake, ya Rasulullah, anamwambia aswalisha, hajiwezi, moyo wake raqiq, hawezi kuswalisha. Mtume akawa mkali tena, akatoa na macho kwa Aisha. Kwa nini kusema hivyo? Kwa sababu anajua sasa hizi zote baada ya pale ikaja kwa itifaki, na ukutakujua hawa ni wacha Mungu, wana hivyo wakawa wamekubaliana, wamesapotiana, lakini inaingizwa fitna. Kwa unajua ile itakuwa hivi, kwa ile rai mtu anafikiria sio nusus, kwa sababu nusus wenyewe wameishi kwa uzuri, wenyewe wamesapotiana, wamekubaliana, kwa sababu mara nyingine walikiacha zisizuke fitna kwa hali ya juu, italeta matatizo. Lakini kinasie sasa wenye elimu nyingi ndio tunaingia sahihi, hatari. Na sababu yao ya tano ambayo ya mwisho wanaeleza ni qillatu ilmi ma kathrati alibada, uchache wa ilmu na wingi wa kuabudu. Mtu marakaa 100, marakaa 20, lakini kile anachokiabudu pale si sahihi. Ndio maana tukaambiwa Imam Shafi'i ana maneno yake mazuri kwamba ta'allum al-mas'ala khairun min ibadati 1000 rak'ati tatawwu'an. Kujifunza masala moja tu katika dini, kujifunza masala moja tu katika dini ni bora zaidi kuliko kuwa unafanya swala 1000 za sunna. Tunajua sunna unajikurubisha kwa Mwenyezi Mungu, unapata mahaba na Mwenyezi Mungu, lakini ukajifundisha ilmu masala hii moja ni bora kuliko taban wakati utoshelezi. Na sisi tumeambiwa umma wasata, tusichukue mambo haya kwa pitilizo hivyo. Mtume sasa ametukataza namna hiyo, kwa sababu mwisho wake tutaje kuingia katika neno ambalo la Sayyidina Ali radhiallahu anhu aliposema hao wote unaona watu wanafanya, maana yake maarufu sana katika shairi kwamba kalimatun haqqun urida biha al-batil. Hao wanasema haki kwa sababu wanasema la hukuma illa Allah, lakini wamekusudia ndani yake fitna. Sio kama wanataka hukumu kweli, kwa sababu hukumu watu wakigombana waridhiane wakae pamoja. Nyinyi mbona hamtaki hilo? Hamtaki tahkimu? Manake
kalimatul haqi urida biha al-batil. Maneno maarufu ya sana hadithi kama waja na wengineo. Kipindi gani walidhihirika? Wakati wa utoshelezi. Mwenyezi Mungu akujalia labda siku nyingine, kwa sababu muda wetu ni mfupi sana. Leo tunataka kujua kwamba wa define ni nani Khawarij na sababu zao za kutokea kwao ilikuwaje, lakini time gani walidhihirika pia ni sehemu ya kuwadiskasi. Kwa nini ilikuwa kwamba wamepita hivi na hivi, sababu zake ni hizo kama tuzieleza. Mwenyezi Mungu akituwafikia inshallah tujue kueleza time ambao walidhihirika na wapi walikuwa wameenea zaidi, na je wameisha au bado. Tunatakiwa sisi Waislamu kufanya nini na kuzijua manhaji zao, mifumo yao wanaitumia katika kuendesha majambo yao. Tukijua hilo itatusaidia tusiwe mmoja katika hao. Mwenyezi Mungu atujalie mambo ambao yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Allahu ta'ala a'lam. Al-Fatiha. غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل والتفاسير وارزقنا عمل فيه يا رب العالمين. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا برحمتك يا الله. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. ربنا زدنا علما وفهما. تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا وارحمنا فإنا غفور رحيم ونجنا من الهم والغم والكرب العظيم واختم لنا بخير منك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. فرج عن المسلمين اجمع قلب المسلمين في كون لا إله إلا الله وصلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين.